ni ngumu sana. Kulikuwa kuna msuguano kiasi gani kati ya pande hizi mbili wakati mabadiliko yanatokea? Sasa hizi pande mbili ndio zinazosigana. Tunajidanganya kwa ulimwengu wa leo. Ila hapo ulipo tukishika tu simu yako, yani ni hoja ni wewe ushike simu tu. Kipindi cha COVID inawezekana ikatoka. Kuna pande mbili za walishaji wa habari. Tunaamini dunia inasikia kila siku. Ukiweka tu kwenye group, tunaona zinasambaa kwa wingi sana. Huyu ni citizen journalist. Na media zao zinakuwa na nguvu, na tusijidanganye, ili ndio nataka kueleza brother. Niko na Barwan Muhuza. Kile fikapo Mei 3 dunia huadhimisha siku ya uhuru wa vyombo vya habari. Lakini tunapozungumza kuhusiana na uhuru wa vyombo vya habari, kuna mada pana ambayo imejikita ndani yake. Mwaka huu 2025 vyombo vya habari vinajikita katika kuangalia athari ya akili bandia, ama wengine huita akili unde. Yote haya ni katika kuangalia mabadiliko yanayojitokeza katika vyombo vya habari katika nyakati mbalimbali. Hapa leo tunakwenda kujadili na kudadisi ni kwa namna gani mabadiliko yaliyopo katika vyombo vya habari yanavyoweza kuchangia maendeleo endelevu, lakini pia kutengeneza jamii yenye maarifa. Niko na nani? Nitakuwa na moja kati ya wanahabari waandamizi nchini Tanzania, lakini pia huyu ni mkuu wa UFM Radio. Bila kusahau pia ni moja kati ya wanahabari wachache walioko hivi sasa walioweza kushuhudia mabadiliko haya makubwa kutoka analogi kwenda katika dijitali. Tunakwenda kuzungumza kwa kina kuhusiana na siku hii ya uhuru wa vyombo vya habari, lakini ni kwa namna gani mabadiliko haya yanavyoweza kuchangia moja kwa moja katika kutengeneza jamii yenye maarifa, lakini pia kutengeneza jamii ambayo inaweza kuyafikia maendeleo endelevu. Niko na Barwan Muhuza. Barwan, hongera sana kwa kazi kubwa sana ambayo unaifanya, na tunafarijika kuwa nawe siku hii ya leo. Asante. Nani ongereni pia. Ongereni sana pia. Asante sana. Tukizungumza kwa ujumla wake, nadhani katika tasnia hii ya habari na hata nje ya tasnia ya habari, Barwan ni jina ambalo ni tajika sana. Na leo tunazungumzia katika swala zima la namna gani vyombo vya habari mabadiliko yake yametokea. Tukisema mabadiliko ya vyombo vya habari, ama kwa lugha ya Kiingereza wanaita media transformations, mtu anapata picha gani, ama wewe unaitafsiri vipi? Well, kwa kifupi sana, unapotaka kujua mabadiliko ya vyombo vya habari, utangazaji na uandishi kwa ujumla, ni pamoja na swala zima la masuala ya teknolojia. Kwa kiasi kikubwa tumetoka kwenye analog kwa wale ambao tunafanya kwenye broadcasting kwa maana ya utangazaji, na hata wanaofanya kwenye printing kwa maana ya magazeti pia wamehama zaidi ya mara 2 mara 3 kufika hapo walipo leo. Lakini sio tu kuhama kwa sababu ya vifaa kwamba teknolojia imekuwa, lakini utangazaji wenyewe na facility ama media yenyewe kwa ujumla wake, hiyo industry yenyewe pia imebadilika sana. Tunapozungumza leo, hatubaki tu kutegemea kupata habari kupitia kwenye radio kwa maana ya receiver ama television mpaka usikilize tu taarifa ya habari, au seti nzima tu ukae nayo hivi kwamba utoke nyumbani mpaka utoke kazini au ufike nyumbani kwako ndio uone, ama uingie mahali ndio uone TV. Sasa hivi tuko kwenye ulimwengu ambao unaweza ukasoma ama ukaangalia news kwa maana ya habari ama vipindi vya namna yoyote ile, ama ukasikiliza radio kupitia vifaa tofauti kabisa na vile ambavyo ilikuwa ni lazima ufunge safari ukanunue gazeti ama ukwende nyumbani ukafungue TV ama pia ukasikiliza radio ambayo iko nyumbani. Sasa hivi radio zipo kwenye simu mpaka kwenye saa. Siku hizi mtu anaweza kusikiliza radio, anaweza kaangalia television kwenye saa yake ya mkononi. Lakini anaweza akawa na receiver ndogo sana akasikiliza radio ama akaangalia TV. Lakini TV siku hizi zinaangaliwa kwenye simu ya mkononi. Mtu ana simu tu hivi, akishika simu yake anaangalia vipindi vya television. Kwa mfano kuna Azam TV Max, unaweza kaangalia vipindi vyote vya Azam TV unavyovifahamu, na radio UFM ipo. Kwa hiyo ni vitu ambavyo teknolojia imehama. Tunaposema imehama, haibaki hapo. Zamani kulikuwa ni lazima tusikilize radio na usome magazeti, angalau utaangalia na TV kwa kiasi. Sasa hivi habari zote ziko mitandaoni kwa maana ya social media. Hiyo sasa kwenye multimedia na kwa ujumla wake, kwa masuala ya teknolojia, habari ama masuala ya utangazaji na uandishi wa habari yamevuka viwango, yamefika mahala ambako sio lazima upate kitu physically hapa. Kwenye simu peke yake unapata kila kitu.
habari zote zimo kwenye mitandao ya kijamii na mambo mengine. Kwa picha hiyo, ukiwa kama mtu ambaye umeyashuhudia haya mabadiliko kutoka katika hatua moja kwenda katika hatua nyingine mpaka hivi sasa tunazungumza kwamba si lazima uweze kupata taarifa kwa kupitia kuketi mahala pamoja, ama lazima uwe na seti, ama lazima ununue kifaa fulani kupata taarifa. Mabadiliko yalikuwa vipi na watu walikuwa yakiyapokea vipi katika nyakati tofauti? Mabadiliko ni vitu vigumu kukubalika kwa haraka, na hasa linapokuja kuwa ni swala la teknolojia. Kwa mfano mimi nilikuta ni kutoka kwenye cassette tunaita tape kwenda kwenye kompyuta kufanyia kazi. Ilikuwa moja kati ya nyakati ngumu kidogo, miaka ya mwanzoni ya 2000. Wakati huo nilikuwa Radio Free Africa na Mwanza, tukihama kutoka kwenye cassette tunazo record na kufanyia kazi zetu, tuingize material yale kwenye kompyuta. Lakini sio hiyo tu, ikafika mahala kwenye kuhama kutoka kwenye kusoma habari kwenye makaratasi kuhamia kwenye kompyuta pia, kwa maana ya kuisoma news kama ni ya TV, kuisoma kwenye teleprompter tunaita, ni kifaa maalum cha kusomea habari. Kwa hiyo ilikuwa ngumu, kwa sababu naona sasa nitawezaje, na mpaka leo habari inayosoma kwenye television kuna njia tofauti za kuscroll yale maandishi ili uyasome. Kwa mfano kuna wengine wana pedo ya kukanyaga tu kwa mguu, kuna mwenye kuishika mkononi kama remote, kuna nyingine ya mezani ya kuzungusha namna hii. Kwa ziko tofauti sana. Nyingine unaweza kaicheza tu kwa namna fulani. Ziko yani design nyingi kwa ajili ya kuweza kuaccommodate watu wa maumbile tofauti. Wengine anaweza kuwa pengine ni mlemavu, anafanya kazi hiyo, naye anaweza akawa na kifaa chake cha kufanyia hiyo kazi kulingana na maumbile alionayo. Kwa hiyo hayo ni machache, lakini wengine ilikuwa ni ile ya hali ya kusoma habari za kwenye radio kupitia kwenye screen. Kompyuta iko hapo, habari unaisoma, una scroll tu unasoma. Tulizoea unashika karatasi yako, na karatasi taarifa ya habari. Naam, ilikuwa namna hiyo. Kwa hiyo haya mabadiliko kidogo yalikuwa magumu sana kuyakubali, na kuna ambao mwisho wao ndio ulikuwa umeanzia hapo. Kwa sababu pengine umri unamtupa mkono, alafu unaanza kumletea mambo ya namna, anaona haya mambo magumu, acha wafanye kina baruani au bado vijana na nini. Mwingine so kuna watu walishindwa, lakini wale ambao walikuwa na kiu, na sisi bado vijana tuna shauku, tunatamani kufanya mambo makubwa, mambo mazuri, tukalazimika kwenda na wakati. Kwa hiyo tumefika mahala pazuri, na tunaifanya hiyo kazi kwa mawimbi ya namna zote ambayo yanakuja, kwa sababu kingine kinatusaidia ni uwepesi ama urahisi wa kupatikana vifaa vya kutendea hizo kazi katika teknolojia ya kisasa. Kwa hiyo ukiintroduce ama ukitambulisha teknolojia mpya halafu vifaa vyenyewe huna, inakuwa mtihani mwingine mgumu sana. Kwa hiyo una introduce technology, una introduce pia ama facility ambazo zita accommodate hiyo shughuli unataka kufanya. Kwa hiyo mabadiliko kwa kweli yalikuwa magumu, hata sisi wengine tuliona magumu, lakini kidogo mambo yanakwenda yakawa sawa. Sawa, umezungumza, nilikuwa natamani niulize lakini umenijibu kwamba kuna wengine waliishia hapo. Na moja kati ya maeneo ambayo yanaathirika ni sehemu mbili, kwamba kuna yule ambaye anaandaa kwa ajili ya kumpelekea mtu ama tunasema hadhira, lakini kuna yule hadhira ambaye anapokea. Wote ni lazima mabadiliko haya ya wakute, ili kile ambacho kinalengwa, taarifa inayolengwa ama yale maarifa yanayolengwa kulishwa yaweze kuyapata. Kulikuwa kuna msuguano kiasi gani kati ya pande hizi mbili wakati mabadiliko yanatokea katika nyakati tofauti? Nikupe mfano mdogo. Miaka ya 2010 hapo 2011, 12, wakati kuanzia miaka 2007, 8, 9 kuja mpaka kwenye 2012, wimbi la mabadiliko ya kutoka kwenye analog kwenda kwenye digital kuja hapa tulipo sasa. Kulikuwa na wakati mgumu sana. Kwa sababu watu waliokuwa na TV zao wanaambiwa hizi TV za kufanya za antena kachoboka labda hii au za cable kwamba sasa tunaachana nazo, tunakwenda kwenye satellite. Yani ilikuwa ni vitu vigumu sana mtu kuelewa kwamba sasa TV itakuwaje bwana, hii tunaleta sasa hivi itakuwa ukiwasha tu iko safi na nini, hakuna tena mawimbi na nini, ni madishi yatafungwa. Sasa hii mambo gani haya? Watu wengi walio ugumu, lakini pia
kampuni zetu nyingi ziliyumbayumba kwa sababu ilikuwa ni swala la kuinvest kwa mitaji mikubwa sana ili uweze kufanya biashara iko endelevu hizo kampuni, na utaona hizo kampuni zimeshindwa kusurvive vizuri. Sizitaji, lakini zilizoanza zote wakati huo zilishindwa kufanya kazi vizuri, zinajikongoja sana hapa tunapozungumza leo, na wengine walikuja kuanza baadaye kwa sababu wamekuta tayari teknolojia iko hapo. Wao wameingia moja kwa moja kwenye digital na wameingia, ndio mfano kama hivyo Azam TV unavyoiona yenyewe imepenetrate tu moja kwa moja kwa sababu imekuja wakati wa teknolojia ipo, facilities zipo na mambo yamekwenda vizuri sana. Lakini kwa hakika watu wa kawaida kwa maana ya walaji wa product za TV radio, wakati tunahama kutoka kwenye analog kuja kwenye digital hapa tulipo, kulikuwa kugumu sana. Watu wengi walilazimika kuachana na TV set zao za chogo zile, na wakaona kwamba haya mambo inakuaje. Nikupe mfano, hata sasa tunapoelekea bado teknolojia inazidi kukua zaidi. Unaona sasa hivi tuna radio zina masafa sijui 92 ngapi, 80 ngapi na nini. Hizo nazo zinakwenda zitakwenda kuondoka. Sasa hivi tunakwenda kwenye hizo digital stations ambazo na tayari TCRA wamezintroduce hivi karibuni mwezi huu wa 4 ambao umepita, wameshatambulisha kwamba kutakuwa na hiyo, na itaanza kwenye miji nafikiri ya miji mikubwa Dodoma, Dar es Salaam, nafikiri Arusha, Mwanza na Mbeya, kitu kama hicho. Lakini kwa ufupi tu ni kwamba teknolojia mpya kabisa ya masafa ya radio inakuja na imetambulishwa tayari na TCRA. Kwa hiyo utaona kwamba hayo tunayoyazungumza ya kutoka analog kuja kwenye digital bado ni kitu endelevu. Na kwa ulimwengu tulionao ni endelevu, mambo yatakwenda hivyo, yanakuwa yanabadilika kila siku. Sasa tuzungumze katika nyakati hizi mbili tofauti, swala la upatikanaji wa taarifa. Kuna kauli ambayo watu wanaizungumza sana sasa hivi katika dunia sasa, kutokuwa na maarifa ni kupenda, ama ni watu wanasema kwamba ni umependa kutokuwa na hayo maarifa, umependa kulimbikiza ujinga wanasema kabisa. Taarifa ilikuwa inapatikana kiasi kwa ugumu au rahisi ulikuwa ni kiasi gani kipindi cha analogia, na sasa hivi tupo katika kipindi cha multimedia wanasema, au unaweza kusema dijitali. Taarifa zinavyopatikana tunaona zinasambaa kwa wingi sana. Urahisi na ugumu katika hizi nyakati mbili uko vipi, na maeneo gani hasa ambayo yanaathirika? Hizi ni nyakati bora sana kwa sababu urahisi wa kupata habari. Nimetoa mfano hapa kwamba hata hao wanaovumbua hizo teknolojia wanazivumbua huku wakiweka urahisi, wakitambua kwamba zinakwenda kurahisisha watu kupata information. Na kama unafahamu information is power. Na kama huna taarifa, yani wewe ni mtu mfu tu hivi, hatari na lolote bali litakukuta tu bila kujua wakati gani, kwa namna gani, huna hata ishara ya kujua kwamba kuna jambo baya linakuja, kwa sababu umeachwa nyuma na taarifa. Kwa hiyo taarifa zinakuwa zinapatikana kwa wepesi sana kwa sababu mambo yote yako mitandaoni. Kuna wakati unasema kwamba watu wako kwenye magrupu ya WhatsApp, grupu mengine mbalimbali, unasema kwamba jamani, mimi nipo kazini, sitaki mtu, tusimpe taarifa mbaya ndugu yetu, tumepata msiba sasa kwenye familia, tunawaza tusikwambie kwa sababu upo kazini. Wakati tunazidi kuchelewa kukwambia, tunajidanganya kwa ulimwengu wa leo, kwa sababu wewe una njia nyingine nyingi za kufahamu ile. Sio kama utatafuta, ila hapo ulipo tu ukishika tu simu yako, yani ni hoja ni wewe ushike simu tu. Unakutana na taarifa, jirani anatuma taarifa msiba nyumbani kwenu. Jirani kabisa anasema, jirani yangu amefariki. Mzee fulani hapo, ambaye ni baba wako wewe sasa, ambaye baba yangu amefariki tena, na mimi sifahamu. Tulikuwa tunasubiri, tunajua upo kazini. Mngeniambia. Dunia ya leo haina kitu kusubiri kwenye masuala yanayohusu information. Kama kuna mtu anapaswa kuambiwa, mwambie haraka sana. Vinginevyo lio ni jambo la siri, huyu mtoaji hataki kulitoa mpaka muda atakaotaka yeye. Lakini ukiliachia namna yoyote, juzi nimeona kuna ofisi moja kubwa tu ya umma imetoa taarifa ya ndani ya kampuni hiyo ya uteuzi wa nafasi ya kazi ya mtu, kapandishwa cheo miongoni mwao. Wakasema kama hii taarifa jamani ni ya ndani, isitoke nje. Mtu mmoja akapiga picha, kaiweka kwenye magrupu kwa WhatsApp. Habari imezagaa,
na wenye mamlaka pengine au watu wengine wameijua ambao hawakupaswa kujua. Ni jambo jepesi na la kawaida siku hizi. Ukisikia kwamba kuna internal notice ya taasisi ya kampuni, mmezungumza wenyewe, ukiweka tu kwenye group inawezekana ikatoka, ukasikia iko mahala fulani. Unasikia mpaka leo hii hata watu wa Ikulu huko na ofisi nyingine nyeti bado wanalalamika, hii habari imefikaje nje? Ndio imefika hivyo kwa sababu teknolojia hayo ni miongoni mwa upande wa pili wa ubaya ama negative side ya hiyo ubora na ukubwa wa teknolojia. Kwa hiyo kwa maana ya wema ama uzuri wake ni nyakati nzuri sana, nyakati bora sana hizi za sasa. Unapata kila unachokitaka kupitia kwenye mtandao. Teknolojia inazidi kukua mpaka tumefika mahala sasa tumekutana na hiyo akili unde, mnasema akili mnemba, akili bandia. Ina majina mengi na bado wataalamu wetu wa Kiswahili hawajatupatia kusema hili ndio lenyewe. Kwa kila mtu anasema na role. Madhali tunaelewana basi inakuwa tunaendelea. Hiyo ni AI, artificial intelligence. Sawa, kamarada, kabla hatujaenda, hilo ni eneo dogo sana ambapo pia tutapita. Tuje hapa sasa katika swala zima la kuhakikisha jamii ambayo ina maarifa na inaweza kuyafikia maendeleo endelevu. Kuna msemo maarufu hata wasomi mbalimbali wameweza kuandika kwamba media ni nguzo ya 4 ya nchi ambayo inatumika kuongoza nchi. Usemi huu bila shaka nyinyi mliokuwepo katika hii tasnia hii kwa muda mrefu sasa mnaweza mkaithibitisha na mkaielezea kwa kina, lakini tuzungumze sasa kwa uchache wake. Hizi zama ambazo tumesema taarifa ziko nyingi, vyombo vya habari vinabeba jukumu gani sasa kuhakikisha kwamba hizi taarifa nyingi zinakwenda kuwa ni sababu ama kichochezi kwenye kuhakikisha kwamba hii jamii inapata maarifa sahihi, lakini pia ambayo yatakayochangia maendeleo endelevu, kwa maana ambayo maendeleo yatatufaisha sisi na hao wengine watakaokuta teknolojia hii au iliyobadilika? Kwa mimi ninavyoona, kweli ni kwamba teknolojia haipaswi kusubiri ikifika. Watu wanapaswa kupewa taarifa, lakini wengine wanajipa wenyewe. Nyakati hizi za utandawazi huu wa kiteknolojia, ukiwa mjinga kama ulivyosema, umependa mwenyewe. Ni sawa sawa na kusema uzee ni kitu lazima kije. Lakini kuchakaa ni wewe unataka. Uonekane umechakaa, useme ndio uzee huu nimechoka. Hapana. Ukijitegemeza ukajiandaa vizuri, maana yake utakuwa mzee lakini unaonekana mzee yule pale. Unalinda hadhi na heshima yako. Naam. Sasa nieleze kitu kimoja kwamba hawa watu ama walaji wa shughuli za media, za wanahabari, wao hawana choice. Wao wapo wanakula kinachopatikana. Lakini sio kwamba ni wanahabari pekee wana jukumu la kuwapa watazamaji, wasikilizaji habari wanazitafuta wenyewe, kwa sababu sasa duniani kuna pande mbili za walishaji wa habari. Kuna wahabarishaji, watoa habari ni waite hivi. Hawa ni citizen journalists. Ama raia tu wa kawaida ama watu wa kawaida ambao ni wanahabari. Mtu yeyote sasa hivi ni mwanahabari. Yeyote yule. Kabisa, hata mtoto mdogo. Madhali anaweza akakupa taarifa, maana yake kafanya habari. Lakini kuna professional journalists. Hao ndio sasa wale ambao wamesoma vyuoni, wanafanya hizo kazi kwenye vyombo rasmi. Kama hivyo kutoka kwenye chombo chako na mwingine yeyote, na mimi ninakufanyia kazi. Hao ni wanahabari. Lakini wale ambao amekuta daraja limebomoka hapa na hakuna anayejua, anapiga picha, anatuma kwenye mitandao yake, anatoa habari. Huyu ni citizen journalist. Sasa hizi pande mbili ndio zinazosigana. Zimefika mahala citizen journalists wana nguvu kubwa zaidi ya kuhabarisha umma kuliko hawa ambao ndio professional journalists. Kwa sababu professional journalist ni mpaka atumwe ama wakae kikao, wajipange, waseme tukafanye story mahala fulani, ambayo katika hali ya kawaida watakuwa sosia wao kuipata hii habari ni citizen journalist. Kwamba wao wamekaa newsroom ama wako na shughuli kama sisi, mimi na wewe tunahojiana saa hizi, tuko hapa Upanga tunafanya mazungumzo yetu, hatuna taarifa yoyote. Halafu tunapata habari, ukishika simu yako hivi pap, unaona kuna moto unawaka sehemu fulani, ama kuna boti imezama mahala fulani, iwe ni nchini ama ni nje ya nchi, ametupa tip ya story. Kwa sisi tunapata tip from citizen journalists.
Kwa habari nyingi siku hizi kwenye mainstream ama kwenye hivi vyombo vikuu vya kurushia habari au vya kupasha habari, source zao ni mitandao ya kijamii ambako huko kuna citizen journalist. Kwa hiyo ni ngumu sana, na tusijidanganye, ili ndio nataka kueleza brother kwamba lina debate kubwa. Tusijidanganye kulazimisha kusema kwamba lazima habari itolewe na professional journalist. Ili ni lazima tuliangalie sana, kwa sababu yeye mwenyewe ana asilimia kama 20 tu ya habari anazozitafuta mwenyewe. The rest anakuwa sourced by our citizen journalist. Hawa mabarabarani huko mtaani, muuza karanga anapita zake, anaona bodaboda imetumbukia kwenye mto pale, jamaa anahangaika, anapiga picha anatuma kwenye mitandao huko, kwenye magrupu hata ya kwao, wengine anaituma, mwingine anatuma, imefika kwenu kwenye media, kwenye newsroom. Jamani, kuna mahala kuna mtu kazama pale. Mnafanya story. Nyinyi sasa mnaifanya kwa upana, kwa viwango vyenu, kwa maana ya balancing, sio mkamhoji huyu, mkamhoji polisi, mkamhoji citizen. Hana habari ya kwenda kumhoji polisi, wala huo muda hana. Wala wa kubalance, sijui akamtafute sijui mkurugenzi wa shirika sijui nani, hayo huo muda hawezi kuwa nao. Na ndio sababu citizen journalist ama hata watu wa mitandaoni ambao kumejia citizen journalist huko na media zao zinakuwa na nguvu, anaweza akaalikwa mahala au akavamia anavyoweza yeye, akazamia au vyovyote vile. Akifika kwenye tukio, anamkuta mhusika pale analalamika, anamfokea mtu mwingine, anamlaumu. Labda mtu analaumu ni mfanyakazi, pengine ameajiriwa, sasa labda kumeingia mgogoro na yeye na mwajiri wake, anatukana, anasema ovyo. Huyu anarekodi na kutuma hivyo vilivyo vile mtandaoni. Sasa huyu hana ubavu, yule alitukana au alisema ovyo, hana namna ya kumtafuta huyu mwandishi. Mbona ukuja kunihoji na mimi? Umetoaje story? Huyu huna pa kumshitaki wala huna cha kufanya kitu chochote. Huyu ni citizen journalist. Kwa hiyo sasa sisi wale ambao ni wa mainstream, jukumu letu tukiona vile usema hivi ni kweli, unamtafuta aliyetuhumiwa. Bwana, tuna taarifa iko hivi na hivi. Kasema hivyo huyo, yes. Mbona mimi sina taarifa? Hiyo hapo namrushia. With no time. Sekunde tu anaipata, anaiona, anasema njoo na mimi nizungumze. Kwa sisi tutakuwa na ya huyu, tunafuata na ya yule. Sasa kama kuna mwingine katajwa katikati, tunamtafuta na mwingine na mwingine. Tukiitoa sasa, tunaitoa katika hali ya kitaaluma. Professionally tumefanya kazi yetu. Kwa hiyo kuna pande mbili zinashindana kwenye kufanya hii kazi, lakini huoni kama zinashindana. Lakini katika uhalisia kuna kushindana. Kuna mmoja anamsaidia mwenzie, mwenye jukumu lake anasaidiwa kulishwa taarifa, alafu yeye anazifanyia kazi kuzifanya katika uhalisia mzuri zaidi. Sawa, kamarada, ni jambo zuri ambalo umejaribu kulifafanua. Hapa pia nimejaribu na kina kitu kimenijia katika harakati ya kuhakikisha kwamba sasa zile taarifa zinazotoka zinaenda kuwa katika msawazo ulio mzuri, na bila kuhakikisha, kwa sababu zikiachwa vile kunawezekana kuna huu upande ambao hatujauona au hatujausikia ukaathirika zaidi, na hatari inaweza ikaenea pia katika eneo. Sasa katika kuhakikisha huu msawazo, na umezungumzia kwamba jukumu letu ni kuhakikisha kwamba tunaweka huu msawazo, hivi vifaa vya kidijitali au hizi zama za kidijitali zimerahisisha kwa kiasi gani viwango hivyo ama jukumu hilo? Na je, katika nyakati hizi unaweza ukasema kwamba vyombo vya habari vinafanya ipasavyo katika kuhakikisha hilo? Vyombo vinafanya kazi yake vizuri tu, na kuna shida kidogo tu. Kwa mfano, vyombo vingi vya habari vina shida ya kiuchumi. Vingi sana vina shida ya kiuchumi hapa nchini. Kwa hiyo vipo kwenye wimbi ambalo kujichomoa humo ni ngumu kidogo, na hasa mainstream, vyombo vikubwa hivi. Kwa hiyo watu ambao wanafanya kazi badala yao ni hawa citizen journalists, ambao umenikumbusha tu vizuri kwenye maneno yako kwamba siku hizi ni rahisi sana kumkuta mtu ananunua vifaa kama hivi ambao umenivalisha hapa ili tuweze kusikilizana na mtazamaji aone habari hii. Ananunua, huyu si mwandishi wa habari, lakini ananunua vya kwake mwenyewe. Anasema anataka afanyie home studio nyumbani kwake tu mwenyewe. Mtu anashawishika kwa sababu anaona mimi naweza nikafanya mwenyewe tu. Lakini mwingine anaamua kusema kwamba mimi kwa sababu nafanya kazi hii, wanaweza wakanitafuta siku moja wanihoji kama nifanye uchambuzi hivi na nini. Siku hizi wachambuzi wenyewe tumewatia kwenye teknolojia.
Sisi pale kwenye Azam News tukitaka kumhoji mtu ambaye yuko Marekani, Uingereza, Uturuki, kwingine kokote ulimwenguni, hata kama ni mikoani hapa huko Kigoma huko kwetu ama wapi, ukitaka kumhoji unamwambia bwana, sasa tutakupigia kwa WhatsApp au tutakupigia kwa nini. Yani kuna njia nyingi za kumconnect ili tuweze kufanya naye akiwa hapo tunamuona hivi kwa by video. Sasa hii imemfanya yule anaingia kiu, sababu ile facility ni ya kwake, ni simu yake tu ya mkononi. Mwingine anaona hii mambo ya kukaa na simu nimeshikilia, nampa mtu nishikie hivi nionekane vizuri, anaamua kununua ile fimbo ya kunyoshia, anapachika pale, akishika namna hii ana tell the story, anaisimulia hiyo taarifa yake ama anafanya hiyo kazi yake. Mwingine anaamua kwa nini tumie hii, kwa sababu amepata wigo mpana, ananunua laptop, anaiweka pale, anakaa hapa, anajiset, anafanya story yake. Kwa hiyo unaona inawalazimisha watu, na mwingine anaweza kaona hii hainitoshi, ngoja ninunue microphone, sababu zipo zinauzwa tu. Ananunua mic yake, anaweka hapa, anafunga nyingine pale, anaiconnect, mnamuunganisha Azam News kule, huyu hapa mnamuona very yani clear kabisa vizuri, na kila kitu kinakuwa sawa sawa. Kwa hiyo teknolojia kupatikana kwa facility kunasaidia pande zote, sio tu kwenye vyombo vikubwa peke yake, lakini pande zote zinanufaisha, na hiyo inazidi kurahisisha wale ambao sio wanahabari kufanya hizo kazi zao kwa vurugu hivyo hivyo, kwa sababu urahisi wa facility umekuwa mkubwa sana. Kwa hiyo tutegemee, ni wito tu sasa labda pengine utoke, mtu unapofanya hivi ujijue kwamba hii ni jukumu kubwa, basi kasome hata kidogo tu. Kama ni lazima unavutiwa sana, soma hata kidogo. Vyuo vipo vinafundisha hata short course na vitu kama hivyo, unasoma, huna shida ya kutafuta kazi, kumuomba mtu kazi, basi somea tu kidogo upate ABC, itakusaidia kukuongoza kufanya kazi zako vizuri. Sasa kwa kumalizia, tupo tukielekea mwishoni, najaribu kufikiria sasa hivi dunia kama unaona na inakumbwa na vitu vingi sana. Masuala ya elimu, kuna majanga yanatokea ya kidunia kama kipindi cha COVID, kuna masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, mazingira, vitu vingi sana vinatokea, na tunaamini dunia inasikia kila siku, watu wanasikia kila siku na kupitia vyombo hivi vya habari katika zama hizi za kidijitali. Sasa zama hizi tunawezaje sasa kuhakikisha kwamba hivi vifaa tulivyokuwepo navyo vinakuwa ni chachu ya kuweza kuzuia ama kudhibiti ama kupunguza kwa kiasi haya mambo, au kuongeza yale mambo mazuri kama vile upatikanaji wa elimu, maarifa na taarifa? Upatikanaji wa elimu, maarifa na taarifa kama unavyosema ni utashi wa mtu, kwa sababu pamoja na facility zote hizi kuna watu waangalia habari kabisa, sio passion yake, yani wala hana shida ya kujua habari zinakwendaje, kwa sababu yeye anaziona kwenye simu zinaingia pale. Mwingine amesubscribe kwenye YouTube channel 3, 4, 5, mwingine yupo tu kwenye magrupu ya WhatsApp ya Instagram huko kwenye kurasa hizo, anapata habari, yani habari zote kubwa lazima ziko huko, lazima. Yani kukaa kwenye TV namna hiyo usubiri habari mpya, unaitoa wapi? Habari mpya zote ziko mtandaoni. Kwa hiyo pale ni kuifanya kwa ubora. Kwa maana hiyo facility hizi zinatusaidia. Habari sasa hivi tunaposema information is power, ni kwamba watu wana upeo mkubwa, wanaelewa mambo sana, wanaelewa vizuri mno, na sio kwamba utamwambia mtu kitu hakijui, hayajui kwamba leo kulitokea kitu gani. Sio rahisi. Wapo hawaelewi, lakini hata watoto amesikia kitu fulani, akamwambia mimi nimesikia hivyo, lakini haelewi kulifafanua na kulipambanua, itakuwa mtihani mgumu, lakini kujua kwamba amesikia kuna kitu kimesemwa, hiyo anakuwa anafahamu. Kwa hiyo niseme tu kwamba ujio wa teknolojia mpya, facilities za kisasa zinazoendana na hiyo teknoloji ni jambo jema sana. Watu kupata hiyo maarifa na nini, nimetoa mfano wa Azam TV Max ambao nimepata kwenye simu tu, yani ni utashi wa mtu mwenyewe, anatamani kujua, anatamani kujifunza mambo ya kujifunza hapa kwenye teknoloji. Hiyo saa uliyovaa ambazo ni smartwatch kama vile tu ya kwangu mimi, hapa kuna shule kubwa sana kwenye saa peke yake. Unaweza kufanya kila kitu hapa, yani unaweza usihangaike na mambo mengine, saa peke yake inakusaidia kufanya kazi nyingine nyingi sana. Huko tu ni kujifunza. Kwa teknolojia inatusaidia mambo mengi. Ujio wa AI tumesema hapa kidogo, hiyo akili mnemba, sio tunaita akili nini, akili mnemba, akili unde. Yes, hiyo peke yake pia imekuja. Hii ndio somo ambalo tunatarajia serikali iweke mkazo sana kwenye sera mbalimbali ziwekwe, ili matumizi yake, kwanza hakuna namna ya kuyazuia, sababu utazuiaje, lakini
tuweke mipaka. Sera ikubali, lakini kwa mipaka maalum ambayo tutachora mistari kwamba unaweza kutumia ikusaidie. Ukiitumia vibaya umekupotosha, kwa sababu ile inaweza kukusaidia kukupa njia. Hilo ndio mimi nadhani nikalisema. Kitu kizuri sana, ujio wa teknolojia unakuja, nafikiri kwa kweli dunia imefika mahala kweupe sana. Yaani ni kweupe mno. Kwa hiyo niseme ni jambo jema, na mwenye kutaka kuelewa anaelewa mwenyewe tu, kwa sababu kila kitu kiko wazi sana. Sawa, ni kamarada Baron Muhuza tulikuwa naye hii katika dakika hizi kadhaa ambazo tumezungumza. Tulikuwa tukijikita katika kuangalia mabadiliko katika vyombo vya habari, namna mabadiliko haya yanavyochochea katika kuhakikisha taarifa ama jamii yenye maarifa, lakini pia kuweza kuchagiza katika maendeleo endelevu. Mimi ni Nyamgumo Mahmud, ulikuwa nami katika kipindi chote hiki ambacho nilikuwa nikizungumza naye Baron Muhuza, na kwa hakika maarifa uliyopata ni mengi na yanaweza kukupa au yakakupa taswira pana ni kwa namna gani vyombo vya habari vilipotoka, vilipo na vinapoenda kuelekea. Amezungumzia masuala ya AI na vitu vingine vingi. Kwa ni namna gani sasa haya mambo yote yanavyoweza kuchagia ama kuchangiza katika swala zima la maendeleo nchini Tanzania. Vyombo vya habari ni vina nguvu na information is power. Nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyofuata kutoka hapa Dost Media. Nyuma kamera alikuwepo Eze Films. Mimi ni Nyamgumo Mahmud, niseme alamsik.